Kwa majibu ya Mheshimiwa Waziri, kwanza nimeyafurahia kwa sababu Mheshimiwa Waziri amekiri wazi wazi kwamba Chama cha Mapinduzi wanavunja katiba ya nchi. Sasa naomba nimuulize masuala mawili ya nyongeza Mheshimiwa Waziri. Kwanza, anakubaliana na mimi kwamba kifungu nambari 9 cha sheria nambari 3 wa mwaka 2003 ambayo inapiga marufuku watumishi wa umma kushiriki kwenye siasa kimepiga marufuku mtumishi yoyote wa umma kama wakuu wa mikoa kushiriki katika vikao vya siri, kuvaa nguo za vyama vya siasa na kuonesha hisia zao hadharani. Kwa hiyo anakubaliana na mimi kwamba wakuu hawa wa mikoa kufanya kitendo hicho kama alichokieleza wao bado wanavunja sheria ya nchi, kwa sababu hakuna sheria iliyo juu ya katiba au sheria ya nchi. Swala A. Swala B, Mheshimiwa Waziri yuko tayari kuwajibika nikimletea ushahidi kwenye baraza lako hili kwamba wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya wanashiriki shughuli za kisiasa hadharani nje ya utekelezaji wa ilani? Asante Mheshimiwa Waziri kwa majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba ndugu yangu atulie, abardike kidogo, nimpe elimu kidogo kwenye jambo hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka afahamu, inawezekana pengine ndugu yangu sina uhakika kama aliwahi kufanya kazi kwenye serikali. Kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa katiba na miongozo yetu ya nchi, leo nataka unisamee kidogo nimpe shule. Nakupa muda Mheshimiwa ili umjibu kwa kina sana. Mwenyekiti, nchi yetu sisi kwa mujibu wa miongozo na katiba ya nchi, chama kinachoshinda uchaguzi ndio chama kinachotoa ilani yake na itekelezwe. Jibu la kwanza. Kwa mnasaba huo, anayetakiwa kutekeleza na kuisimamia ilani hajalishi anatoka chama gani, as long as yumo kwenye serikali. Sasa kukiwa na kiongozi wa serikali, ndani ya serikali yetu wapo watu ambao pengine tunawafahamu moja kwa moja ama kupitia kwamba wamo katika utamaduni wa vyama tofauti, lakini kapewa mamlaka na madaraka ya kusimamia, anatakiwa aitekeleze ilani. Hata yeye Mheshimiwa Mwakilishi, leo sisi kwa pamoja kama atapewa dhamana yoyote, maana yake utekelezaji wa ilani hii, na ndio maana barazani humu mbio zote hizi tunakwenda, lakini siku ya siku manifesto ambayo chama tawala imetoa lazima isimamiwe, as long as amepewa yeye ama amepewa mtu mwingine. Na hii inatoa mifano iliyo hai. Tunao viongozi ambao wapo kwenye serikali katika awamu iliyopita ya kipindi hichi cha awamu ya 8. Tulikuwa na mawaziri, kulikuwa na wengine makatibu wakuu. Wote hawa kwa pamoja walilazimika kwa mujibu wa miongozo ya kisheria, na kufanya hivi hawamaani kwamba inavunjwa katiba. Mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya ni sehemu ya serikali. Anapokwenda kusimamia na kutekeleza ilani isionekane hivyo. Hilo jibu la kwanza. Lakini la pili, Mheshimiwa Mwakilishi na ndugu zangu wengine, nataka niwaambie, isionekane mtu kuvaa nguo rangi ikiwa ya kijani na njano tu iwe haramu, lakini akivaa nguo ya wardi iwe halali. Nini tafsiri yake? Kuvaa nguo ya kijani, ama unaposema umevaa nguo as long as huendi nayo kwenye ofisi, kwa sababu hata hiyo sheria ukisoma kwamba unatakiwa usiende na nguo za vyama za kisiasa kwenye ofisi za kiserikali. Sasa kama mimi napenda Yanga au Simba, kwa sababu wewe unapenda Simba, mimi napenda Yanga, nimeamua kwenye tukio fulani nikavaa jezi yangu ya Yanga, kuna uharamu gani? Si haramu wala si makruhu, na hiyo haionyeshi kwamba wewe umevunja katiba. Kwa hiyo nataka nimweleze kwamba kwenye jambo la wakuu wa mikoa kutekeleza na kuisimamia ilani ni sawa na vile wanavyosimamia sera, wanavyosimamia miongozo, wanavyosimamia vinginevyo. Halafu nataka nimalizie neno la mwisho. Mheshimiwa Mwakilishi, tuseme tukiitaka hiyo labda huyo mtu ashushwe kwenye nyuzi, lakini nchi hii wewe usipokuwa Yanga utakuwa Simba. Tafsiri yake
ukimtoa huyo kwamba mkuu wa mkoa unamhukumu kwa sababu anasimamia ilani, umlete nani asisimamie chengine? Tafsiri yake atasimamia chenge. Je, muhimu tu anayasimamia yale majukumu aliyopewa kwa mujibu wa miongozo na sheria? Bado tunaendelea kusema na kusisitiza kwamba sheria inamtambua mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya ni watendaji na ni watumishi wa umma, si wanasiasa. Suala la kusema kwamba wao nafsi zao zinapenda chama fulani, hili linabaki kwenye nafsi zao, lakini si katika urasmi wa kufanya kazi zao kwa mujibu wa utaratibu, kwa sababu katiba, sheria namba 8/2014 imewatambua na kazi zao imewapa. Utaratibu vipi usiratibu ilani? Utaratibu vipi usiratibu sera? Kwa hiyo la taghadhabu wala tapapara. Hapa kilichopo ni kwamba ilani lazima itekelezwe. Sasa mwakilishi, ukitaka isitekelezwe ilani, maana yake tafsiri yake hata miongozo na maelekezo aliyopewa kwa mujibu wa sheria kwenye majukumu ya kiserikali, maana yake atakuwa hatimizi wajibu wake, na akiwa hatimizi wajibu wake ni itabidi sasa ndo pale utakapokuja kusema watu hawajitumi. Kwa hiyo usiitizame hii upande mmoja tu, itizame na upande mwingine wa shilingi. Naomba kuwasilisha. Nashukuru sana Mheshimiwa Sefu Kaa. Kwa hiyo samahani Mheshimiwa, kwa hiyo sikubaliani naye kwamba kusema wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya wamevunja katiba. Hawajavunja katiba, kwa sababu katiba ndiyo iliyowapa wao uhalali wa kufanya hizo kazi nyingine zote, na katiba ingesema tukunua shirabu, kuleni na kunyweni, wangekunywa mpaka mafuta taa. Lakini katiba hii imewaeleza kwamba katiba hii mkuu wa mkoa atakuwa ndiye masuli. Nenda kaangalie katiba kifungu cha 62, 61, 62 imempa mandeti mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya kazi zake za kufanya, na kazi moja yeye ndo atakuwa ansarabul katika mambo yote. Sasa ukisema yote, lipi unalibakisha? Ikiwemo na shughuli zako wewe kwa upande mmoja, maana hata zako pia za sio chama hicho, Chama cha Mapinduzi, pia anafanya, kwa sababu wewe anakulinda, wewe anasimama polisi yako ufanye vizuri. Wewe ndo pale unapofika pahali viwanjani ukataka upewe kamati kulinde, ndo hayo mambo yenyewe. Sasa kama wewe una kitu unahisi kwamba na wewe unataka kumfanyia ili na yeye akusaidie, mbona tunafanya hivyo? Kwa hiyo nataka niseme tusiwe na perception, Mheshimiwa mwakilishi mdogo wangu, kwamba labda kufanya hivi ni wao kuwa wamejihusisha na siasa za wazi. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa. Asante sana Mheshimiwa Sefu, naomba ukae. Naomba ukae. Nishukuru baada ya majibu ya kina kutoka kwa Mheshimiwa. Sasa naomba nimkaribishe kiongozi wa shughuli za serikali, Baraza la Wawakilishi, Makamu wa Pili wa Rais.